Hapa kwetu jimboni tumeanzisha chama cha watu ambao wana heshima ya pekee kwa Yesu wa Ekaristi. Hicho chama lengo lake la kwanza kabisa ni wao wenyewe kuruhusu maisha yao yaongozwe na Yesu wa Ekaristi. Kwa maneno mengine, tunategemea wawe ni watu ambao kweli ni wasala, kweli wanaishi sakramenti. Na hao watu wamepewa mafundisho zaidi ya mwaka mmoja kuhusu Ekaristi na kuhusu sakramenti katika ujumla wao, na wanaendelea kupata mafundisho. Hata wiki ijayo nitakwenda kuwapa semina mimi mwenyewe. Sasa hilo kundi limeanzishwa na nani? Nitawaeleza mwishoni. Limeanza hapa Dodoma, sio kwamba linatoka mahali fresh kabisa. Sasa hilo kundi nimesema la kwanza ni kumheshimu Yesu na kuruhusu aongoze maisha yao kama wanachama. Lakini tumewaruhusu vile vile pale ambapo kuna hitaji la ile kundi la tatu kuhudumu katika Ekaristi Takatifu, wasaidie vile vile. Wasaidie vile vile. Kama hakuna haja ya wao kuhudumu, sio lazima hudumu, kwa sababu lengo la kwanza lao ni kumwishi Yesu wa Ekaristi. Ndio basic. Hawaji kwa ajili ya kuja kuhudumu Ekaristi, kwanza ni maisha yao. Lakini kwa sababu wamejiandaa vizuri, tukaona wanatufaa vile vile na wanaweza. Kwa hiyo ni vizuri nikalitangaza katika level ya jimbo kwamba wanaruhusiwa, lakini lazima paroko aone kweli anawahitaji, ndipo anaweza kuwatumia. Sasa hilo kundi liko wapi? Liko pale nyuma. Naomba msimame. Kundi la Ekaristi Takatifu. Na waona waliovaa vizuri. Sasa hao tuwapigie makofi bana. Mnakuwa wachoyo. Hao wamenolewa kweli kweli. Sina wasiwasi nao kabisa kwa upande wa maisha yao na upande wa elimu yao. Kwa hiyo watakuwa nasaidia hilo nililosema, pamoja na kufundisha watoto wa komunyo wa kwanza pamoja na kipaimara. Kama paroko ambao mnao na waruhusu mwatumie, wako vizuri vizuri kabisa. Na kila wanapokwenda au kuandaa, kwa sababu wakati mwingine sio lazima wapeleke Ekaristi. Kwa mfano wewe padri una kijiji fulani una watu 10 wagonjwa ambao lazima ukatoe sakramenti kwao. Huwezi kuandaa wote hao. Sasa kazi yao ni hawa, wanatangulia kwenda kuandaa tu, wewe unakuja na waletea sakramenti. Nadhani tumeelewana. Na watakuwa wanavaa walivyovaa. Akija hajavaa alivyo, mfukuze. Kwa sababu anapovaa hivyo anatambua amembeba Yesu wa Ekaristi. Haendi sokoni kununua nyanya, amembeba Yesu wa Ekaristi. Hapigi story na uongo na umbea barabara. Anakwenda moja kwa moja ametulia na Ekaristi wake mpaka kwa mgonjwa, anamsalisha, anamkomunyisha, alafu anarudi. Na tumeelewana. Watu walikuwa wananungunika, hawa kikashuka kikapanda, nadhani nilifafanua. Na ile kundi basi mwanzilishi wake ni Baba Jobi na mimi. Kwa hiyo tunashirikiana kuwalea na naamini watakuwa. Sasa hivi wako kutoka parokia 8 tofauti. Tunakaribisha wengine kujiunga. Karibuni sana na mababa, naomba tuwapo.